Miradi 9 ya maendeleo ya chuo cha mafunzo ya amali na ufundi inatarajiwa kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi. Na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda akabidhiwa jezi maalum ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Miradi 9 ya maendeleo ya chuo cha mafunzo ya amali na ufundi, miradi ya elimu mkoa wa Kusini Unguja inatarajiwa kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi wakati wa tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kuzinduliwa tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Kati ya miradi hiyo, miradi 6 itafunguliwa na miradi mitatu ikiwekewa mawe ya msingi, huku tamasha la Kizimkazi likitajwa kufungua fursa za maendeleo ya wananchi. Tamasha la Kizimkazi kabla ya kuzinduliwa tarehe 11 mwezi wa 8 litatanguliwa na dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake na baadaye kufuatiwa na uzinduzi wa miradi ya maendeleo iliyoandaliwa kwa ajili ya tamasha mwaka huu. Kuweka jiwe la msingi Salam Cave ambayo ipo Kizimkazi Dimbani, lakini pia uzinduzi wa mabweni mapya katika shule ya sekondari ya Hasnu Makame iliyopo Kibuteni, lakini pia kuweka jiwe la msingi jengo la maendeleo ya Kibuteni, lakini pia uzinduzi wa hoteli la kitalii Johar. Mbali na hayo, mwenyekiti wa kamati ya tamasha anaeleza mafanikio na matarajio ya mwaka huu kupitia tamasha hilo mbele ya wanahabari, huku akiwataka wadau wa maendeleo kuendelea kuliunga mkono tamasha ambalo sasa limekuwa ngazi ya kitaifa. Matarajio makubwa mno ni kusaidia kuleta fursa endelevu kwa maendeleo ya wana wa Kizimkazi. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kusini Unguja wamesema tamasha la Kizimkazi limekuwa ni ufunguo wa miradi mikubwa na kuvutia wekezaji mkoani humo. Tunaposema kituo cha amali hakitomfaa mtoto mmoja, kitawafaa wote wale ambao tutakuwa tuko nyuma kielimu, naweza tukapata mafundi wazuri wa plumbing, wa carpentry, electricians na mambo mengine. Kwa ujumla kiuchumi, kijamii, kisiasa, pia tunapata maendeleo kuhusu hili tamasha letu. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Makatibu wenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wa kata na matawi ya majimbo ya Bagamoyo na Chalinze mkoani Pwani wametakiwa kutomwogopa mtu yoyote katika kutetea na kulinda maslahi ya wananchi. Akizungumza katika mwendelezo wa ziara yake ya mafunzo yaliyofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Lugoba wilayani Bagamoyo, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoani Pwani Daktari David Mramba, pamoja na mambo mengine, pia aliwatahadharisha viongozi hao kuto kujihusisha na makundi ya kufanya kampeni kabla ya uchaguzi wa ndani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2027. Msiogope mtu yoyote katika kulinda maslahi ya wananchi. Msimwogope mtu yoyote katika kuhakikisha kwamba tunamuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan katika swala zima la maendeleo. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Chalinze Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ambaye alitarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mafunzo hayo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya Bagamoyo Mohamed Mzimba alitoa wito kwa makatibu hao kufanyia kazi mafunzo waliopewa. Mambo waende wakayafanyie kazi. Chama chetu siku zote ni kutoka kwenda kusema yale yaliyofanywa na Mama Samia Suluhu Hassan ni makubwa sana, yaliyofanywa na wabunge wetu wawili wa Chalinze na wa Bagamoyo, Subira Mgalu kwa Bagamoyo na Chalinze Ridhiwani Kikwete, madiwani wetu wote 26 na viti maalum, wenye viti wa vijiji na wa mtaa, mwende mkayasemi Chama cha Mapinduzi kimefanya mambo mengi sana. Makatibu hao wamepongeza idara ya siasa, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi mkoani Pwani kuona umuhimu wa kujengea uwezo wa kiutendaji. Binafsi nimefurahi sana na ningetamani sana hizi semina ziwe zinafanyika mara kwa mara. Masomo ya leo ameniingia na amenipa elimu na nitaenda kuifanya kazi kama masomo nilivyofundishwa. Tumepata furaha na tumefarijika kukutana na katibu wa mkoa ambaye amekuja kutupa semina shirikishi ya kujua wajibu wetu wa kazi ni nini. Na Margaret Malisa, Channel. Wakazi wa kijiji cha Nyakintonto wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wamesema shughuli za kilimo zimesababisha baadhi ya wazazi kutumia muda mwingi mashambani na kuacha watoto wakileana wao kwa wao majumbani, hali inayoendelea kuchangia watoto kukumbana na changamoto mbalimbali. Kule shambani ndiko tunakotafutia. Kwa hiyo tunalazimika kuwaacha watoto, tunakimbia mashambani
kulingana na hali zetu duni. Kaya nyingi zinategemea kilimo. Kwa hiyo inapofika muda wa kilimo inakuwa haina budi, inakulazimu kukimbia ili kuweza kujinasua na kuweza kupata mahitaji ya familia. Wakazi wa kijiji cha Nyakitonto wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wameeleza kwa sasa jamii imeanza kuchukua hatua ili kuendelea kulea watoto katika mazingira bora. Kaya nyingi haziendi na watoto mashambani. Wastani wamejitahidi kidogo, kutoka mwanamume mama anabaki na familia nyumbani. Baba inatakiwa ili yeye ndo afanye jakapambane kule mashambani, ili kwamba mama ndiye abaki na familia pale nyumbani kwa ajili ya kuangalia ulinzi wa watoto. Wataalamu wa kisekta katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu vijijini wameeleza malezi bora yanahitaji ushiriki wa wazazi, walezi na jamii pamoja na utekelezaji wa mipango ya serikali. Wakazi wengi ni wakulima. Kwa hivyo wanapotoka huwa baadhi yao wanatoka wakielekea katika shughuli zao za kilimo, lakini wakiwaacha watoto wakiwa wanalea watoto wenzao. Halmashauri yetu tumeweza kuunda vile vikundi katika vijiji vyote 61 na vimekuwa vikiendelea kufanya kazi nzuri ya kutoa hizo elimu, lakini pia vile vikundi vimetumika kama sehemu ya kutoa taarifa endapo kunakuwa na masuala ambayo hayazingatii malezi yale ambayo sisi kama halmashauri au kama wataalamu tumeyatoa katika jamii. Kaya zetu zimefanikiwa kupunguza umaskini kwa kiasi chake, kwa sababu kupitia hiyo ruzuku ambayo wanapata wameweza kuanzisha biashara ndogo ndogo kama ufugaji, pia shughuli za kilimo. Wadau wanaamini kuwa ushirikiano kati ya familia, serikali na jamii itasaidia kupunguza vitendo vya ukatili, mimba za utotoni na changamoto zingine zinazowakabili watoto kuachwa na kuleana wakati wazazi wakiwa kwenye shughuli za kilimo. Mwajabuhoza, Channel 10, Kigoma. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema nchi za Afrika zinahitaji kuchukua hatua madhubuti za kisera na kikodi ili kuiwezesha sekta ya viwanda kuchangia ukuaji wa uchumi, kukuza ajira, kuimarisha uzalishaji na kupanua mauzo ya nje. Tupate taarifa zaidi. Waziri huyo wa Fedha amesema hayo aliposhiriki mjadala kuhusu nafasi ya sekta ya viwanda inavyoweza kuchangia ukuaji wa uchumi katika nchi za Afrika. Mjadala uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa African Caucus wa mwaka 2026 unaofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha SDKG Banjul nchini Gambia. Tumeangalia kwa nini Afrika bado iko nyuma kidogo kwenye eneo hili la viwanda, na tumekubaliana kimsingi hatua za kuchukuliwa kushirikiana sisi pamoja na Benki ya Dunia. Bila shaka bado itaendelea kuwa na ajenda, na vikao vyenyewe hivi ni kwa ajili ya maandalizi ya mikutano ya mwaka ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF ambayo inatarajiwa kufanyika mwezi wa Oktoba kule Bangkok, jijini Bangkok, Thailand. Aidha, Balozi Hamis amebainisha changamoto kubwa zinazokwaza nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania kufikia malengo yake ya kukuza uchumi, kuwa ni pamoja na ukosefu wa mitaji, masoko ya kuuza bidhaa, miundombinu kama vile nishati, usafiri pamoja na rasilimali watu. Kimsingi lichosisitiza na sisi upande wa Tanzania ni hilo kwamba bado kama bara kila nchi ya Afrika inahitaji kuchukua hatua maalum za kujenga wigo wa viwanda. Tuna rasilimali nyingi ambazo zingetufanya tuendeleze maendeleo ya viwanda. Tunajua kuna kasoro, kuna baadhi ya mapungufu ambayo yanapaswa yashughulikiwe. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia anayesimamia kundi la kwanza la nchi za kanda ya Afrika, Dr. Zaro Kibwe, amesema Benki ya Dunia iko tayari kushirikiana na nchi za Afrika kwa kusaidia ujenzi wa miundombinu ya viwanda itakayochochea ukuaji wa ajira. I made reference to Honorable Mari's fiscal measures again. The best way to mobilize domestic resources as well is to make sure we add value to the products that we produce. Tanzania imeanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 iliyoweka lengo la uchumi wa nchi kufikia dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, na kwamba sekta binafsi kupitia uzalishaji wa viwandani inatarajiwa kuchangia 70% ya kiwango hicho. Hamisi Mkotia, Channel 10. Ujenzi wa mradi wa jengo la wagonjwa wa nje, matundu ya vyoo pamoja na kichomea taka katika kituo cha afya cha
Kining'inila wilayani Igunga mkoani Tabora umefikia asilimia 92.5, huku wananchi wa maeneo hayo wakiomba serikali kukamilisha ujenzi huo haraka ili kituo hicho kianze kutoa huduma kwa wananchi. Ni katika ziara ya kikazi ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete hapa mkoani Tabora, ambapo akiwa hapa wilayani Igunga anaweka jiwe la msingi katika kituo hicho cha afya kinachogharimu zaidi ya shilingi milioni 200, na kisha anazungumza na wakazi wa kata hii. Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaahidi Watanzania kwamba atawapelekea huduma za afya karibu na maeneo yao. Katika mwaka huu wa fedha zaidi ya trilioni 4 zimeelekezwa kwenye Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI kwa ajili ya huduma za afya. Pamoja na huduma hizo ni kuhakikisha kwamba kituo chetu hiki sio tu kinakamilika katika jengo moja, lakini kinakamilika katika majengo yote yanayotakiwa kuwepo. Kwa upande wao, wakazi wa kitongoji cha Iyogelo wameshukuru serikali kwa kuendelea kuleta miradi ya maendeleo, huku wakiomba kasi ya utekelezaji wake. Hapa tulikuwa tuna changamoto ambazo wakati wa uzazi wa wanawake wao wanakuwa wanasumbuka sana mpaka waende mpaka kijiji fulani, kata fulani, lakini kwa leo sasa tunashukuru kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshatukumbuka. Katika hatua nyingine, Waziri Ridhiwani amekagua na kuweka jiwe la msingi katika daraja la Nyandekwa wenye gharama ya zaidi ya shilingi milioni 200, na hapa meneja wa TARURA wilaya ya Igunga, Mhandisi Aswile Mwasaka, anatoa taarifa ya hali ya mradi. Ujenzi wa daraja hili lenye urefu wa mita 25.5 unagharimu kiasi cha shilingi milioni 203,860,200 kwa fedha kutoka serikali kuu, fedha za maendeleo za tozo ya mafuta. Mradi huu umekamilika kwa asilimia 98. Ni matarajio yetu kuwa utasaidia kurahisisha usafiri na usafirishaji katika wilaya ya Igunga. Hata hivyo, Waziri Ridhiwani amezindua nyumba 2 za wakuu wa idara katika halmashauri ya wilaya ya Nzega, na kisha baadaye akazungumza na wakazi wa kata ya Puge katika wilaya hii. Adela Moses, Channel 10. Hatimaye wananchi wa kijiji cha Changarawe wilaya ya Karatu mkoani Arusha wameimarisha upatikanaji wa huduma za utawala na kuchochea maendeleo baada ya kuchangishana na kujenga ofisi ya kijiji kwa nguvu zao wenyewe. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 Wazo Mwang'onda ameweka jiwe la msingi la jengo hilo na kupongeza wananchi kwa kushirikiana na serikali kufanikisha ujenzi huo, huku akisisitiza ushiriki wa jamii katika miradi ya maendeleo. Mradi wetu kwa awamu ya kwanza umekamilika, sasa unaelekea katika awamu ya pili ya umaliziaji. Jengo limejengwa vizuri na liko katika hali nzuri sana. Tumekuja kushuhudia hapa, Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi hapa kuja kwenye ujenzi wa ofisi hii mara baada ya kusikia kwamba wananchi wameanzisha ujenzi wao hapa na yeye kaleta fedha. Mwenyekiti wa kijiji cha Changarawe Israel Kwang amesema tangu mwaka 1976 kijiji hicho kilikuwa hakina ofisi yake, hali iliyolazimu viongozi kutumia ofisi za taasisi nyingine kabla ya wananchi kuamua kujichangisha kwa kushirikiana na serikali kujenga jengo hilo. Kutokuwa na ofisi ilikuwa ni fedheha kwetu. Kwa wananchi walitukubalia, tukaanza kujenga ofisi yetu. Italeta manufaa makubwa kwa watu wa Changarawe. Kwanza kutakuwa na ofisi za idara mbalimbali na wananchi wangu watapata huduma stahiki. Kwa upande wake, mtendaji wa kata ya Daa Elikana Sunumbu amesema mradi huo umegharimu zaidi ya shilingi milioni 78.8, zikiwemo shilingi milioni 58 zilizochangwa na wananchi na milioni 20 kutoka halmashauri ya wilaya ya Karatu, huku ukitarajiwa kuhudumia zaidi ya wananchi 2250. Kukamilika kwa mradi huu kutasaidia utoaji wa huduma za utawala bora kwa wananchi zaidi ya 2250 katika kijiji cha Changarawe. Utunzaji bora wa nyaraka za vifaa mbalimbali vya ofisi. Jamila Omar, Channel 10, Karatu, Arusha. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda ametembelea klabu ya Paris FC na kukabidhiwa jezi maalum yenye jina la Rais Samia Suluhu Hassan. Katika ziara hiyo, Makonda amepokelewa na mkurugenzi mtendaji wa Paris FC ambapo pande hizo zimejadili fursa za kubadilishana uzoefu katika maendeleo ya soka na kuelekea AFCON 2027. Ziara hiyo ni sehemu ya jitihada za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya michezo
michezo, kubadilishana utaalamu na kukuza maendeleo ya soka hapa nchini Tanzania sambamba na kukuza utalii. Hakuna nchi ya Afrika yoyote iliyofanikiwa ambayo haikupitia mlango wa Ufaransa. Tumeamua kutafuta mlango kupitia hapa Ufaransa kufanikisha timu zetu za taifa. Na discussion yetu kubwa kuangalia fursa ya mashirikiano kati ya timu zetu za Tanzania, hasa timu za taifa na klabu hii ya Paris FC. Na tuna matumaini makubwa kwa sababu ufanisi wa timu zao na kazi nzuri wanayoifanya inatupa matumaini ya kwamba na sisi Tanzania siku moja tunaweza kuvuka mipaka ya Afrika na kuja bara la Ulaya. Na nimeomba diaspora waendelee kutuonyesha fursa zilizoko ili tuzitumie kujenga mstakabali mpana wa timu zetu. Na Paris FC wanazo programu ambazo timu yetu ya BMT kiongozwa na mtendaji wetu mkuu Neema watakaa na kujadiliana kuwepo na exchange program kati ya timu za vijana wa Tanzania kuja hapa na wao kuja kwetu, ikiwemo pamoja na kubadilishana uzoefu wa mafunzo. Na wametupa zawadi ikiwemo na jezi ya kumpelekea zawadi Daktari Samia Suluhu Hassan. Naam, nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Mbwana Samata ametangaza rasmi kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo ameitumikia kwa miaka 15 na akiwa nahodha kwa miaka 10. Tupate taarifa zaidi. Katika taarifa yake ambayo Mbwana Ali Samata aliposti katika peji yake ya Instagram, aliandika: habari, baada ya kutafakari kwa kina, ninatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuanzia leo. Ulikuwa wakati mzuri na wa kipekee katika maisha yangu kwa kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15 na najisikia fahari kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa yenye alama kubwa katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu fainali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia kuingia hatua 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi ya kufikisha kwenye hatua ya juu zaidi soka la Tanzania. Ilikuwa safari njema iliyojaa nyakati zisizosahaulika na zenye hisia mchanganyiko. Naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu TFF kwa kuhakikisha timu ya taifa ya Tanzania inakuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji. Shukrani za kipekee pia ziende kwa familia yangu, wachezaji wenzangu, rafiki zangu, wadau wa Taifa Stars na Watanzania wenzangu kwa kunionyesha upendo na kuiunga mkono timu hii katika nyakati zote za furaha na huzuni. Najivunia Utanzania wangu, naahidi kuendelea kutoa mchango wangu wa timu ya taifa katika maeneo mengine yaliyo ndani ya uwezo na uzoefu wangu. Asante, aliandika Mbwana Samata ambaye mpaka hivi sasa ana magoli 22 katika timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Nyota huyu amekuwa kioo cha nyota wengi ambao wanacheza soka la kulipwa, ikiwemo nyota kama Morris Abraham, Simon Msuva na nyota wengi ambao wanamtazama kama kioo katika soka na mafanikio kiujumla. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Wa taarifa yetu ya habari.